Nawaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Nawaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia una mahakama. Mahakama ya wachawi, mahakama ya wachawi. Shikamoo. Marahaba. Kwanza mmetokea kupendeza, na tunajua siku zote wageni waga tu lazima wapendeze. Hiyo kawaida ya kwenu, hiyo tunaijua. Sasa mimi nimeona nisijichoshe sana kuelekea kwenye hema zenu, sawa? Nimepewa taarifa kwamba ni asambaze kwenye hiki kijiji nzima kwamba kuna sherehe ya yupi, si mnaweza mkaniulize ya yupi, mimi mwenyewe najijibu. Mjukuu wa chifu. Tasherekea. Rafiki yenu akipotea kwenye mazingira kutatanisha, mtasherekea ama mtajiliza? Kwani hiyo ndo sherehe? Sasa sherehe hapa haipo kama ya huko mjini kwenu. Wakati ambao mnasema eti anniversary, huku hamnaga vitu vya anniversary. Tukiwepo na sherehe, jua kwamba kuna mtu ambaye tayari anahitajika. Kwa hiyo subiri kwanza. Umesema kwamba ni sherehe ya mtoto wa chifu. Kwani huyo mtoto wa chifu atapotea kwenye mazingira ya kutatanisha hayo au? Mtakuja kujisikia. Yaani wenyewe mnajisikilizia wenyewe. Kwa sababu gani? Yule mtu ambaye yule mtu ambaye atakuja kupotea hatumjui hata sisi wote. Yule mtu ambaye ameshafanya kosa ndio mwenye anajua. Kwa hiyo nisiwachoshe sana. Mimi naona kwanza tu nijikatae. Nijikatae. Kwani? Ikitokea kwamba wewe ndio umeshafanya kosa, utafanyaje? Mimi ninayo begi yangu hapa. Hii begi usizani kwamba waga nakosa mahali ambapo naweza nikayaweka. Hamna, pakinuka nakosekana mimi pia na begi yangu. Hapo nimeshajiandalia makazi mazuri, kwa sababu huko ndani kuna vyote. Dada, huyu kijana nikimwona tu na begi. Na nicheka Hiyo begi hata hainichoshi. Hainichoshi? Wapi na wapi? Ukivaa hizo mablichi ndo blichi. Kwa filamu wanasemaga ereni. Hazikuchoshi. Kwa hiyo kwanza mimi hizi ni vitu vya kawaida. Mimi pia begi hainichoshi. Kwanza mnanipondea muda. Ila msizani kwamba mimi nawatizama kwa moyo mmoja. Yaani kikweli nimeshatokea kuwapenda nyinyi nyote wawili. Asante. Hamna, mnikubali. Nawaza kuna mahakama ya serikali, kumbe uchawi pia. Amna. Unaweza kuzungumza tukuwa na furaha, ila siku zote kwenye maisha sio kwamba tabasamu zote ndio zinaonyesha furaha. Unaweza tukuwa na tabasamu ila moyoni una huzuni sana, kama mimi hapa. Umekuwa na nini? Unajua ile tukio ambalo lilitokea hapo nyuma awali. Miaka 2 imepita tangu tukio litokee.
Sasa mimi naona kuwa nataka tena kujirudia. Na kwa sababu sikiliza, mimi kati ya hao wanaume ambao wametoka mjini, kuna mmoja hapo kati yao ambao nimetokea kupendana naye. Na ndio vitu ambavyo siku zote babu hapendi. Na yule mwingine pia alipotea tu kisa mapenzi, kunipenda mimi. Thomas. Je, Naam. vipi? Safi, kwanza nimeitikia wito. Kiukweli nimekuita hapa ili kuja tu kuja kunisaidia kikweli, ndugu yangu. Kikweli kuna vitu ambavyo nimechukua mzigo ambao sitaweza kuushukisha. Sasa kivipi? Mimi hapa na begi yangu siku zote nikitaka kuyashusha basi nayashusha. Hayagharimu muda mwingi, ndio maana muda wote ukinitizama na begi sidhani kwamba mimi nakosa mahali ambapo naanza nikayaweka. Hamna. Maana mimi wakati nimewasili hapa sijaona kituo cha polisi, sijaona kitu gani, lakini nimekuja kushangaa kusema eti kwamba nahitajika kwenye mahakama. Mahakama tena? Sijui mahakama ni ya kitu gani, maana mimi sijaona kituo cha polisi hapa kijijini bwana. Na navyoona, yani uvumi nimeanza kusikia hapa kijijini kuwa tena babu ameamua, yani ameamua kwa hao vijana atawakomesha, na kati yao kuna mmoja ambao atakwenda mahakamani. Yani babu ameshawakumaini. Ndio, baba alitufumania. Siku moja tulikuwa hapo kwenye mtaa wa pili, majira fulani vile za mchana. Alitufumania tukiwa hapo mimi naye na yule mwanaume. Ni kitu ambacho kiukweli imenisumbua kichwani. Hata sijapata usingizi kabisa. Sasa huku kwenye video waga natizama watu wanavalia vitu kama na hivi. Lakini mzee, twende kwanza kwa msingi. Kwenye pointi? Nielezee tu, nieleze vizuri. Hii mahakama hii ni mahakama gani? Mahakama gani? Maana nimekuja kuelewa hapa kwamba kuna watu pia wanahitajika kwenye hiyo mahakama. Na hamna mtu ambaye nimetafuta kabisa hajanieleza vizuri. Na najua kwamba wewe ndio mjua yote hapa kijijini. Wewe ndio mjua yote. Sasa utanieleza vizuri mahakama ni nini? Isitoshe mwanaume mwenyewe alizungumza maneno makali, kwa sababu tu hakuwa najua kuwa yule ni babu yangu. Na hapo ndo baba alizika sana na akaamua hayo maamuzi ambayo ameyazungumza. Hivi kweli babu ana akili kweli? Yani wakati anachukua maamuzi yake anafikiria kweli? Yani anadhani yeye ndo atatoa sisi? Hapo ndo mimi pia najiuliza. Mimi hakuna mwanaume yoyote ambaye nimetokea kumpenda, hata kama tumelelewa hapa, yani tumekuzia hapa, wametuzalia hapa, ila mimi hakuna mwanaume mmoja ambaye nishatokea kumpenda. Na mwanaume akijitokeza tu nikimpenda vinakuwa vingi. Mimi sijui ni kwa nini. Kuzungumza ukweli nisikufiche. Hapa jinsi ambavyo nikawazungumziaga huko mkiwepo wote kwa pamoja. Kuna kijana kawasirigi hapa kajifanya mjuaji. Na kitu ambao kinakatazwa sana hapa kwenye yani kwenye hiki kijiji. Kitu ambao kinakatazwa sana tena sana. Kumchombeza mwanamke wakati ambapo chifu hajui. Hiyo kitu kia kwanza. Kitu kia pili, usianzilie kulima shamba yako wakati ambapo chifu hajui. Kitu kia mwisho, wakati ambapo unahitaji kuvuna. Sawa, kuvuna. Bora chifu kwanza ajue kwamba yeye kwa leo anaanzilia kuvuna. Lakini je, itakuwaje bwana? Hii sasa ni unyanyaso hii bwana. Ni unyanyaso. Maana uwezo ukakaa uanzilie hata kulima shamba. Kila kijiji wake kina mila na desturi yake. Sisi tumeshazoea. Usizani kwamba mimi jinsi nilivyo hapa, umri wangu huu hata sina mke, nafurahi. Na kosa la kufanya, ukihitaji kumchombeza msichana wa watu huko, basi anzilia kwanza nyumbani kwao. Chifu pia ajue, ndo wanawapea sasa fursa ya kuchombezana. Je, mabindi wote hapa kijijini
sio watoto wake, sio wajukuu wake. Alafu itakuwaje mpaka endo akuje kusema kwamba hapa uanze kuasili hapa, mnafunga harusi hapa, ndoa zinapitikana hapa kwetu? Hatubishani. Ukaniulizia na kujibu kiroho safi. Nimekuja kuudhika bwana, sio kama kusema kila kitu hapa. Mwenyekiti sasa nikarudi. Sio kurudi. Niliota babu akiwa yaani anazungumzia hiyo serikali yake. Alipokuwa akizungumzia alitaja kijana mmoja tu ambao nyuso yake kwanza mimi sikuwa naitazama, na alipomtaja nilimuona yeye mwenyewe akiwa anafanya mazingaumbo yake na kumpoteza yule kijana, na alipompoteza walitokelezea katikati ya msitu, yaani kwenye shamba kubwa. Walipotokelezea hapo, vijana wengi ambao wamepotea kwenye hiki kijiji ambao waga wanasemekana kuwa wanaenda mahakamani, niliwatizama wakiwa wanafanya nini, wanalima shamba. Na siku zote waga sisi hapa tunaletewa chakula nyumbani tule, hatujui kwanza tumekulizia hapa, ila hatujawahi jielekeza shambani, ila chakula waga zinakuja zimetoka shambani na ndo analima. Ina maana yule amefanya watu kwa msukule na ndo anamfanyizia hivyo kazi zake ili sisi tuwe. Sasa mimi kiukweli mimi namkomesha, bora mimi pia atanipoteza kuliko kuwapoteza siku zote wa vijana kwenye hiki kijiji. Sasa utafanyaje? Mimi la kufanya akitaka kumpoteza yule kijana, mimi pia ndajipoteza, kwa sababu yeye anahofia sana kuwa kutupoteza sisi. Sasa mimi pia atanipoteza, tutajua mbele kwa mbele. Dada, tujielekeze kwa sababu asiwasili wakati hatu. Na hii mahakama inafanywa wapi? Hiyo mahakama chifu ndo anajua. Yeye ndo anajua. Sisi wengine yani wana kijiji wote, hata wazee waulizie hawawezi wakajua mawapi mahakama ipo. Ila tuna tetezi ambazo zinavuma hapa sana kwamba mahakama ipo, na mahakama yenyewe ni ya mchawi. Mwenyekiti chief mchawi. Kwa hiyo kwanza ukijua hiyo yamenisumbua kabisa. Yamekusumbua sana. Nenda kanunue panado. Ukinunua panado kichwa chako kitakuwepo vizuri. Sasa nikarudi. Mimi nina mishemishe. Mama tayari najua saa hizi nikiwasili pale wakati ambapo amenuna, situmii vyakula vya usiku. Yule akiwepo dada yangu tena mama yangu situmii. Basi tutapatana kwa kesho. Kwa kesho? Ndiyo. Ila ukijua rafiki yangu, ukijua kwamba mahakama ya hapa miaka hata 10 wakati mambo hujawahi kuonekana kwenye hii dunia. Miaka 10. Mimi sizungumzie wiki moja, miaka 10. Yule mwingine ameshafanya miaka 2 tu hivi, hajawahi kuonekana. Kwa hiyo ninyi wageni ambao mmekuja kwenu kujua, sisi hapa tumeshazoea vitu vyote. Kwa hiyo mimi nitakuacha tu, itabidi sasa tuige, ambao watoto wangalijifunza sana kuhusu masomo, maana siku ambazo zinakuja ni siku ambazo zitaomba watu ambao walienda shuleni. Hasa watoto wangu wamegoma kwenda shuleni. Kuna wale ambao wametoka mwaka wa kwanza, wengine wanatoka bado hawajaenda hata shuleni. Mpaka kumpeleka shule uende na mti umpatie fimbo. Odi. Karibu kiongozi. Jambo. Okay. Kiti hili unaweza ukaketi hapo ukapumzika. Sawa. Habari za mahali ambapo hata wewe ndio kuna habari juu. Nilisikia mtu mmoja anasema huko anitafuta. Uliniuliza ndogo. Sijui kama unauliza mambo vitu gani. Asante kwa wito. Nashukuru sana kwa kujibia kwa wito wangu. Maana nilikuwa na mazungumzo mawili matatu ambao niliweza nizungumze pamoja na wewe. Inasema nini mazungumzo? Mazungumzo haya ya kwanza nilipenda nikushukuru kwa namna ambayo unaongoza mjini, na ninapoendelea kutazama kijiji chetu hiki kuna kuwa masherehe, na hizo sherehe wakati sherehe zinafika kuna kuwa mahali watu wanakosekana, na tunakosa watu hao wanaenda wapi.
na nilikuwa na ushauri ya kama wewe ni mwenye kiti kiongozi wa mji huu, ungeangalia namna ya kutatua tatizo hiyo, maana watu wanaendelea kutupotea. Nilivyokuwa nikizungumza ya kama wakati tu ndiyo wakati mtu anakuwa mwenye kiti, sharti awe na watu ambao wanamzunguka, sharti awe na watu katika kijiji. Watu wameendelea kupunguka, ndio maana nilikuwa na ushauri ya kukushauri ya kama tungetazama tatizo ni lipi, kusudi watu wawe wakikosekana, hasa wakati wa sherehe. Ndio. Shauri yako iko ya mzuri. Kijiji yetu kunaendelea. Babiana walifika hapa walikia jenga ba mai. Watu wakunye mai safi. Ndio. Niko na pasula barabara, aone barabara ile kunaenda kule tafika kule nini Bulungu. Ndio. Hiyo ni mambo ya vimoja vya maendeleo. Sasa wakati barabara itapasuka, tujengea mahali ambapo tutakuwa tukiteka maji. Sasa ni wanani watakuwa wakiteka maji? Vijana wanakosekana, na hao vijana ndio ambao tunawangoja kuendelesha kijiji chetu kwa siku zinazokuja. Kiti kumfupi wa unapatia mimi kiti ya mfupi. Samahani mwenye kiti, samahani, ila tu nilikuomba tu shauri, tutafute namna ya kumaliza hiyo tatizo. Sasa itaisha modereka. Wewe ndiwe mwenye kiti, hiyo tatizo sharti ishe. Kama tate biko nafanya biko na kula nini hapo kukilumba yabo, haiko makosa. Sasa mtu anakubuchunga yake, kama uko na buchunga mtu anakula mbuzi yake moya, haiko mubaya. Ndio. Sasa na kuku wako ile niliona banafika hapa, ungalinibania mie kuku moya, kama unakula yeye haiko dhambi. Wewe uko mwenye kiti, sharti ule kuku ule hata vile na bata. Ila kinachonishangaza ni watu wakati wa sherehe watu wamesherekea hivyo, ninasikia kwako tena kuna sherehe. Ndio. Sasa unaona nyie mnikalaka mbali, hamfataki kwenye bazeli. Maneno sherehe kona niluma hapa kuroho yangu ile huko anifuata hapa sasa hivi kwa nini. Huko naona sherehe moyokoro yangu nikuelezee moja. Watu biko natoka kule kuba mugini hapo banafika tu hapa moyokoro wangu tunjo biko natongoza pale. Mtoto kiloko. Sasa ni shule kuni machokozi. Ni machokozi. Mtoto ile sheria anasema mtoto yeye anesa miaka 18 bafunge yelege. Ni sharti angekuwa iko shuleni, kama vile mimi nilienda mjini siku moja hivyo, nikaenda nikapata shule, ndio maana unanikuta na vitabu nikijisomea. Sasa na huyo mtoto kusudi tuweze kumlea vizuri, angalienda shule, na yeye si lengo ya mazungumzo yetu. Huyo mtoto ataweza kujichunga, na wakati ataenda shuleni atajitegemea mwenyewe. Sasa vijana wetu na sharti wale ambao watakuja kutoka mjini, sharti wamutamani, maana hana kazi, yeye anashinda hapo, hata shambani simuoni akienda. Na anaenda niletea nini? Kule nini? Ndizi na ibugu. Analitaka bilasi birbo. Ndio. Sasa ananipigia mimi nakula. Sasa unasema hana kazi, na iko napigia mimi bilasi birbo. Ndio, hiyo ni kazi. Sasa kwa umri huyo ambaye unasema ya kama hajaeneza bado miaka 18, sharti angewa shuleni, na wakati atakuwa shuleni atakuwa amekuletea hivyo viazi, maana unasema ndizi, atakuwa ameileta, atapata kazi na anajitegemea na anakusaidia.